fursa hii ya kuwa kitovu cha biashara na kitovu cha uchumi kwa Tanzania hii, kwa maana usafirishaji wa mizigo kutoka Kongo kuja hapa, kutoka hapa kwenda kwenye bandari zetu za baharini kama vile Dar es Salaam, Tanga na kadhalika, kwenda huko duniani. Hii ni fursa kubwa sana kwetu sisi Wanakatavi, na ili tuhakikishe kwamba fursa hii haitupiti, ni waombe Wanakatavi wote kujiandaa kikamilifu kuchangamkia fursa ya biashara, kuchangamkia fursa ya kuzalisha mazao zaidi ya kila aina, ili tuweze kupata chakula cha kutosha, na wakati huo huo tupate cha ziada kwa ajili ya kuuza na kuwasaidia wenzetu katika maeneo mengine, kama nilivyosema, kusafirisha kwenda Kongo, kwenda Burundi, Zambia na kadhalika na maeneo mengine. Lakini kubwa zaidi, miradi hii yote iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 imemlenga mwananchi mmoja mmoja. Jiandae, changamkia fursa, kamata fursa, fanya uwekezaji. Usiuze ardhi yako kiholela. Pima eneo lako, pata hati yako, ongeza thamani ya ardhi hiyo, lakini kwa maana hiyo baki nayo wewe mwenyewe. Upo utaratibu mzuri wa kuingia mkataba wa kukodisha na kuweza kupata manufaa kwa kugawana asilimia. Hatutamani wananchi wetu wa mkoa wa Katavi muuze kila kitu, alafu baadaye moyo watazamaji wa watu watakao kuja kununua na kuchangamkia fursa hizo. Tunahitaji mamilionea na mabilionea kutoka ndani ya mkoa wa Katavi. Kwa hiyo msijinyime fursa kwa kuuza ardhi zote na mkabaki hamna kitu. Tunza ardhi, pata hati yako, tulia. Lakini pata hati huku ukiwa umeshafahamu kwamba mpango mkakati mkubwa wa matumizi ya ardhi katika eneo lako ni mpango gani. Wataalamu wetu wakiongozwa na mkurugenzi wapo, watatoa elimu hiyo na miongozo hiyo kwa wananchi wa hapa Karema na maeneo yote, barabara nzima hii mpaka kule Mpanda mjini. Wananchi waendelee kuelimishwa kujua umuhimu wa barabara ya lami, umuhimu wa bandari hii, na waweze kuchangamkia fursa hizo. Kwa hiyo kikubwa, ndugu zangu, tujiandae, kwa sababu malengo ya serikali ya awamu ya 6, malengo ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba mkoa wetu wa Katavi unakuwa kitovu cha biashara kuelekea katika nchi za Ziwa Tanganyika. Tusiache fursa katupita, tuchangamke. Lakini swala lingine, mambo ya kulinda rasilimali tulizonazo, masuala ya kuepuka migogoro, migongano isiyokuwa na maana. Nafahamu kwamba hapa wananchi walilipwa fidia, na ninafahamu na sijawahi kusikia kama kuna mgogoro wa aina yoyote. Niwapongeze sana wananchi wa hapa Karema kwa kukubali kupisha miradi hii ya kimkakati na kukubali kulipwa fidia na kupisha, na miradi hii kaweza kutekelezwa katika hali ya ufanisi namna hii. Mtakapofikiwa kwa mara nyingine kwa ajili ya manufaa ya umma, msisite kufanya hivyo. Lakini kama nilivyotangulia kueleza, wale ambao ardhi yenu haitahitajika kwa manufaa ya umma, tunzeni ardhi hizo. Na pia nimwelekeze mkurugenzi kuendelea kufanya upimaji wa ardhi katika maeneo haya, lakini kuwa na master plan inayoonyesha matumizi mazuri ya maeneo haya. Nafahamu kwamba watu wa TIC watachukua eneo huku kwa ajili ya ujenzi wa viwanda. Tusiachwe nyuma, tuchangamkie fursa hizo. Karema oye! Mipango ya serikali katika mkoa wa Katavi kwa kuzingatia mpango wa kitaifa wa kukuza usafiri wa ndani na biashara za mipakani, serikali ya Tanzania pamoja na miradi mingine katika mkoa wa Katavi inatekeleza miradi ifuatayo: ujenzi wa barabara ya lami yenye urefu wa kilomita 120 kutoka Mpanda hadi Karema, ambapo kwa sasa mradi unaendelea kwa hatua mbalimbali. Mpango wa kujenga reli kutoka Mpanda hadi bandari ya Karema kama tawi la SGR kwa lengo la kupunguza gharama na muda wa usafirishaji wa mizigo hadi bandari za baharini. Ni matarajio kuwa barabara ya kuingia bandari ya Karema itakapokuwa tayari, mkataba huu wa uwekezaji utakuwa umefika kikomo, na hivyo bandari hii itavutia wateja wengi zaidi na itaanza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, ikiwa na maana at full capacity. Fursa za ajira kwa wananchi wa Karema. Kwa kipindi cha ujenzi wa meli 4, kampuni ya Gold Voyage Logistics inatumia nguvu kazi ya ndani kutoka jamii ya Karema kwa shughuli mbalimbali kama vile ujenzi wa miundombinu, ufungaji wa vifaa, usaidizi wa mafundi,
huduma za usaidizi, usafi, usafirishaji